Ndugu mtazamaji, karibu tena katika wasaa mwingine katika channel yako pendwa Itambue Sheria TV. Uko naye Pastor Anton Obiero. Kwa siku ya leo, mada mezani tunaenda kuangazia bunge, mihimili ya bunge na kazi ya bunge kwa ujumla. Ingekuwa ni vyema tukatambua kwanza nini maana ya bunge. Kwa nchi nyingi duniani hupenda kutumia jina bunge kama jina la chombo maalum chenye mamlaka au madaraka ya kutunga sheria, kama vile bunge la taifa au baraza la wawakilishi. Kwa upande wa Tanzania, bunge linatambuliwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyofanywa marekebisho mara kwa mara. Kaangalia katika ibara ya 62, ibara ndogo ya kwanza ya katiba, imeonyesha mihimili mikuu miwili ya bunge, ambapo tuna rais na wabunge. Ambapo katika bunge pia kuna wajumbe ambao wanatakiwa wawepo kama ilivyowekwa wazi katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara ya 62, ibara ndogo ya pili, kwamba wajumbe wa aina zote wanapaswa kuwepo katika bunge kama ilivyowekwa bayana na ibara ya 66 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano hao wajumbe ni wabunge wanaowakilisha majimbo, asilimia isiyopungua 20 ya wanawake, wabunge 5 wanaochaguliwa na baraza la wawakilishi, lakini pia kuna wabunge wasiozidi 10 wanaoteuliwa na rais bungeni. Sasa hii mihimili mikuu miwili ambayo tumeiona, ambayo ni rais na wabunge, pia wana madaraka ambayo wamepewa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ibara ya 63, hii mihimili mikuu ambayo ni rais na wabunge wamepewa majukumu kama rais, kama sehemu ya kwanza ya bunge yenyewe itatekeleza majukumu yake kama ilivyoagizwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Lakini sehemu ya pili ya bunge, hiki ndio chombo kikuu ambacho kinawakilisha mawazo ya wananchi na kusimamia na kushauri serikali katika mfumo mzima wa utendaji kazi na vyombo vyake kwa ujumla. Lakini pia bunge lina madaraka ambayo imepewa. Madaraka ambayo imepewa bunge ni madaraka ya kutunga sheria. Hii inapatikana katika ibara ya 64 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo imeonyesha kwamba bunge litatunga sheria ambazo zinahusu masuala ya muungano, lakini pia kuna masuala yasiyokuwa ya muungano, ambapo kama itakuwa inahusu Tanzania visiwani itatungwa na baraza la wawakilishi. Na ili sheria iweze kufanya kazi pande zote mbili, Tanzania bara na Tanzania visiwani, lazima hiyo sheria inajieleza yenyewe kwamba itafanya kazi Tanzania bara na Tanzania visiwani. Lakini kama haitosema hivyo, basi hiyo sheria itakuwa inajieleza kwa namna nyingine, lakini lazima ionyeshe kama inafanya kazi Tanzania bara na visiwani, ndio itakuwa halali. Lakini pia kuna swala la maisha ya bunge. Tunapoongelea maisha ya bunge, tunamaanisha muda ambao bunge linafanya kazi. Kutokana na ibara ya 65 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeonyesha kwamba bunge litadumu ndani ya miaka 5. Ikiwa na maana gani? Kwamba bunge litafunguliwa kwa mara ya kwanza pale tu ambapo uchaguzi mkuu utakuwa umemalizika, na litafanya kazi ndani ya muda wa miaka 5, ambapo utapisha tena uchaguzi mwingine mkuu kufanyika. Kwa hiyo hii hapo ndo dhana ya bunge kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuendelea kupata taarifa mbalimbali na midahalo mbalimbali ya kisheria, usisahau kusubscribe channel yetu Itambue Sheria TV. Uko nami Pastor Anton Obiero. Tukutane tena katika wasaa mwingine. Asante.